Fungua Biblia yako kitabu cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa 19 mpaka wa 22. Waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi mlango wa pili mstari wa 19 mpaka ule wa 22. Waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi mlango ule wa pili mstari wa 19 mpaka wa 22. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikiijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakaye iangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Ila mwajua sifa yake, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tuna somo lenye kichwa kinachosema kushinda vita ya maambatano katika utumishi wa Mungu. Kushinda vita ya maambatano katika utumishi wa Mungu. Kushinda vita ya maambatano katika utumishi wa Mungu. Nataka utambue kwamba katika kumtumikia Mungu kuna vita. Hili somo linaweza likawa linawalenga sana wale ambao ni watumishi, ambao wameitwa, ndani yao wanasikia, ndani yao wanatakiwa wamtumikie Mungu. Lakini sote tunajua katika Injili na katika Agano Jipya kila mmoja ameitwa amtumikie Mungu. Sawa? Ama unasimama kwenye madhabahu, ama unaimba, ama unahubiri, ama unafundisha, ama unatoa unabii, ama unashuhudia Injili tu kwa kawaida, lakini wewe umeitwa ili ufanye nini? Umtumikie Mungu. Ni watumishi katika shamba la Bwana. Sasa somo la leo linazungumza vita inayotokea katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili juu ya wale wanaotumika katika kazi ya Mungu katika eneo la maambatano. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika eneo la maambatano, katika eneo la kushikamana kati ya watumishi kwa watumishi ili kutenda nia moja ya Kristo, ili kufanya kazi ya Mungu, ili kumtumikia Mungu. Shetani huleta vita. Kuna usemi mmoja katika falsafa za kidunia alikuwa anautumia mfalme Nero. Alikuwa ana falsafa inayosema divide and conquer. Yaani ili ashinde mji anawavuruga wale ambao wako karibu katika ufalme, uongozi. Kama ni jeshi analitawanya. Sawa? Vita vingi vilikuwa kwamba vikipigana, wanajeshi wa upande huu, wanajeshi wa upande huu wanacharge, wanakuja wanakutana katikati, wanapigana. Hawa wafalme wa zamani wakagundua mbinu. Yeye badala ya kuleta jeshi lake lote hapa, analeta jeshi kutokea kule, analeta jeshi kutokea kule, analeta jeshi katika pande kama 3. Kwa wale ambao wanapigana nao vita, sasa wanabidi wagawanyikane, si ndio? Wengine waseme twende huku, wengine wasema twende huku. Alafu wale walioko katikati unakuta wanaachwa hawajui wanaenda wapi. Asa mara nyingi majeshi yakianza kugawanywa, mfalme anabaki kati. Sawa? Sio rahisi yeye kwenda huko kwa zilizogawanyika. Atabaki na amiri jeshi wake wakuu pale ili wapigane na wale watakao kuja mbele. Hiyo tekniki wakishagawanyika hivyo,
Sasa yule mfalme alikuwa ndio ana charge kwenda kupiga yule mfalme anayepigana naye vita, na ilikuwa ni mojawapo ya tekniki kubwa aliyoitumia kushinda vita. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Sasa leo nataka kukufundisha ufahamu wa hivi vita vya kimaambatano, maana ule mfalme alikuwa anatengeneza tekniki ya kufanya jeshi la upande ambao anapigana nao litawanyike, na likishatawanyika aweze kumtarget mfalme, na anajua akishampiga mfalme hawa waliotawanyika hawana nguvu nini tena. Bwana Yesu atusaidie sana kuelewa. Maandiko yanasema nitampiga mchungaji na kondoo watafanya nini? Watatawanyika. Lakini shetani anajua hawezi kumpiga mchungaji hivi hivi kwanza. Maana yake kuna askari waliomzunguka, kuna watu waliomzunguka, kuna watu wanaomwombea, kuna watu ambao wanasimama ili wamfunike. Wengine wanawaita watu supporter company. Lakini sisemi tu mchungaji au mtumishi yoyote wa Mungu. Wewe kama wewe utakuwa na watu ambao wanakuzunguka, wanaosema mtumishi, kazi unayoifanya ni njema, tunafurahia, tunabarikiwa na huduma yako, tumesikia ukihubiri, tumesikia ukiimba, tumesikia ukifanya kazi fulani ya Mungu, tunafurahi, tunaona tunamsogelea Mungu. Alafu shetani atapigana vita. Usiambatane na hawa watu. Hawa watu wakati mwingine uwaone ni adui, na ni kweli kuna watu kama hawa wanaweza wakaja kama maadui kweli kabisa. Wapo ambao wanakuja ambao actually hawajaja kuambatana na wewe, actually wamekuja kukuvuruga wewe, na wanakuja kweli kama vile waambatane na wewe, lakini si wote, si wote. Na katika ulimwengu wa roho, kama unamtumikia Mungu utajulishwa, maana wale watu utakosa nao amani, maana wale watu kuna namna utawaona katika ulimwengu wa roho mnapishana. Bwana Yesu atusaidie kuelewa sana. Sasa tutapitia katika mistari kadha wa kadha. Lengo la hili somo ni namna ya kushinda, sawa? Mbinu za kushinda, ufahamu wa kushinda. Huu ni utangulizi tu mfupi wa kujua hiyo vita ipo, na wengine mnafahamu kabisa, na wengine mmeshapitia ama uko unapitia. Lakini vita hii vingine kanisa hili linaweza likawa linapitia, mchungaji anaweza akawa anapitia, nabii anaweza akawa anapitia, mwinjilisti anaweza akawa anapitia. Unashangaa katika kazi ya Mungu, uko na watu ambao mnafanya nao kazi ya Mungu, lakini hamna mamoja, hamna ushirikiano, lakini wote mnasema hii kazi ya Mungu ni njema, tunatakiwa tuifanye, tena tufanye kwa bidii, lakini hamna kunia mamoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa Paulo anazungumza akiwa pamoja na Timotheo, anazungumza na watakatifu walioko katika kanisa liloko kule Filipi. Katika habari zote alizokuwa anazungumza, kuna sehemu akazungumza ya kwamba alikuwa anamtuma sasa Timotheo akiwa na barua hii afike kule. Sasa anasema anapomwachia Timotheo akiwa anaenda kwao, anazungumza katika mstari wa 20 akisema, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami, atakaye iangalia hali yenu kweli kweli. Anamtuma mtumishi Filipi na Timotheo, lakini akiangalia katika group la wote ambao alikuwa anafanya nayo kazi, hakukuwa na mtu mwenye nia moja naye. Katika nini? Katika kuliangalia lile kundi. Sio nia moja naye tu ili atembee naye, lakini katika kufanya ile kazi ambayo Mungu amewaita wafanye pamoja. Kwa hiyo anaendelea katika mstari wa 21, anasema, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Washangaa katika kanisa, lakini hautafuti. Ulikuja kwa nia ya Kristo, ulikuja kwa nia ya Injili,
lakini ghafla unayatafuta yako mwenyewe, ijapokuwa wale wote pia ambao wako hapo nao wamekuja kwa ajili ya Injili, nao wamekuja kwa ajili ya huduma ya Mungu, lakini kila mmoja anataka asimame mwenyewe, akati mission ni ile ile moja. Asa watakuwa ucheki, maana yake kuna vita hapo vinavyoendelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana kama ni Kristo yuko katikati yetu, kama ni Kristo ni mmoja tunayemtumikia, kama destiny ya kufika ni moja tunayoiendea, iweje kila mmoja awe na nia yake? Bwana Yesu atusaidie sana. Kama ni utakatifu wote tunautaka, kama ni maisha yasiyo na dhambi wote tunahitaji, kwa nini kila mmoja ana nia yake? Kwa nini kila mmoja anatafuta asimame mwenyewe? Kama sisi maandiko yanasema ni mwili mmoja, tena sisi tu mwili wa Kristo, na roho yule yule aliye ndani yetu anatembea katikati yetu, roho huyo inakuwaje? Utakachogundua ni kwamba kuna vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mishale, kuna mikuki. Asa leo nataka kukujengea vitu fulani ambavyo vitakusaidia kuweza kushinda hii vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nitakufundisha mbinu na silaha au fahamu. Somo litakujengea ufahamu fulani wa hivi vita, wa namna ya kushughulikia hili jambo, mtazamo ambao utakusaidia ili hii vita tuweze kuishinda. Bwana asifiwe sana. Katika Yohana 16:32, Yohana 16:32, Bwana Yesu anasema maneno haya: tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anafahamu, yeye mwenyewe alifahamu hivyo vita ambavyo vilikuwa vimelengwa juu yake, ya kwamba saa inakuja ambapo watu watatawanyika, lakini alikuwa anajipa moyo, maana katika utumishi ndicho hicho tu unabaki nacho, unasema Baba atakuwa pamoja nami. Yesu hakuwatendea mabaya yote wale watu, kwani aliwatendea mabaya wanafunzi. Sababu kuna watu wakiona hivi vita wanafikiri labda ana shida labda kwa sababu una dhambi sana, labda kwa sababu una udhaifu sana. Yesu kwani alikuwa na udhaifu? Hakuwa na dhambi, hakuwa na kosa lolote, hakuwa ameanguka, alikuwa safi. Yeye mwenyewe alikuwa anasema ya kwamba mkuu wa ulimwengu huu ananijia, anakuja, lakini hana kitu kwangu, hana kitu kwangu. Hakuwa na mashtaka ambayo shetani angeweza kupeleka ili kuweza kutawanya kundi la Yesu, lakini ilikuwa ni vita. Na hata alipoenda na wanafunzi wake kuomba wamwombee, walilala. Ile ilikuwa usingizi wa kawaida, ule usingizi watu wanakuwa kanisani wakati wa neno wanashangaa wanalala, sio usingizi wa kawaida ule. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka nikueleweshe ya kwamba hii vita si kwa sababu wewe una dhambi, si kwa sababu mtumishi labda mchungaji ana dhambi, saa nyingine si kwa sababu kanisa la makosa, ni kwa sababu kusudi la Mungu aliloliweka kwa mtumishi, aliloliweka kwako, aliloliweka kwa mchungaji, lina madhara makubwa katika ufalme wa giza. Na anajua kwamba ili kusudi watu wakashikamana hivi halitoweza kufanikiwa. Kama likifanikiwa, halitafanikiwa kwa viwango vinavyotakiwa. Timotheo wa pili 4:10. Timotheo wa pili 4 mstari wa 10. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 10. Maandiko yanasema, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreske amekwenda Galatia,
Tito amekwenda Dalmatia. Nenda ruka katika somo ule mstari wa 16. Anasema, katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Paulo anaendelea kuonyesha vita alivyokuwa anapitia katika kazi. Asema kuna watu waliomwacha ambao waliupenda ulimwengu. Kuna watu ambao wataacha watumishi wa Mungu kwa sababu ya kuupenda ulimwengu. Kuna watu ambao wataacha kanisa kwa sababu waliupenda ulimwengu. Walipenda dhambi, walipenda starehe, walipenda maisha rahisi, kwa sababu maisha ya uokovu ni magumu. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume ya kwamba imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Dhiki ziko nyingi sana, na wengine wanashindwa kustahimili. Au ndio hivyo, vita vinatokea katikati ya uokovu, katikati ya imani. Wanaacha kanisa, wanamkimbia mchungaji, wanakukimbia wewe katika huduma yako, hawaambatani na wewe. Si kwamba uliwakosea, vita imekuwa kubwa, mwili kawashinda, imani yao ilikuwa haijaika mizizi. Na sisi tunafahamu hapa watu wengine wameondoka wakaenda kurudia maisha yale ya nyuma ambao waliyakimbia na kusema haya sio. Sasa unaona, moja ya sababu dunia inawakamata, shetani anawaonyesha tena yale maisha yanaweza kawa mazuri. Wanaacha kuambatana na watumishi wa Mungu, wanaacha kuambatana na utumishi ulioko katika eneo wanalotumika. Na Paulo anasema kuna wakati alikuwa anapitia magumu, lakini hakuna hata mmoja aliyesimama upande wake. Asa, jambo la kwanza likubwa sana nataka ulifahamu katika kuweza kupigana hivi vita vizuri na kuvishinda. Maandiko yanasema tusimpe shetani nafasi. Pingeni shetani naye atafanya nini? Tawakimbia. Jambo la kwanza, angalia kusudi lililokufanya uambatane katika utumishi. Angalia nini? Kusudi lililokufanya uambatane katika utumishi. Ukirudi katika ule mstari wa Timotheo tuliosoma mwanzo, Filipi, katika ile wa Filipi 2, katika ule mstari wa 22, wa Filipi 2 ule mstari wa 22, anasema Paulo, ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Amina. Amen. Anasema sifa yake, sifa ya Timotheo aliyokuwa anamtuma, ambapo wengine wote walikuwa hawana nia na Paulo tena katika ile kazi. Sifa yake ni kwamba hivi, alitumika pamoja na Paulo kwa nia gani? Kwa ajili ya nini? Injili. Kwa ajili ya nini? Injili. Tena wakawa na mahusiano kama mwana na nani? Na baba. Angalia kusudi lilokuita kanisani. Angalia kusudi lilokufanya uje uchungwe chini ya mchungaji unayechungwa naye. Ulikuja kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani ulisema mimi nataka nitumike pamoja na mchungaji aliye chini yake? Sababu Timotheo alikuwa ni mtoto kwa Paulo. Huyu Paulo alikuwa kama baba wa imani. Hatusemi baba wa kiroho, ni baba wa imani. Maana yake ndani yake alikuwa anamfuata imani ambayo Paulo alikuwa anaihubiri, imani ipatikanayo katika Injili. Kwa hiyo akawa tayari kutumwa kwenda na kurudi, lakini kusudi lilikuwa ni nini? Ni Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuja kanisani hapa au popote pale, mtu yote ambaye atakuwa anasikiliza yumkini hata ujumbe huu, kwa sababu tuna rekodi, ni kwamba ulifika katika kanisa hilo kwa sababu gani? Ni kitu gani kilikuleta? Hilo kusudi litakusaidia ili uweze kushikamana na utume na utumishi ulioko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maana kama ukiona kusudi hilo haliko, sharti uondoke. Kama unaona yule mtu anaenda kinyume na kusudi, unaona kanisa unalosali haliendi sawasawa na kusudi Mungu aliloliweka ndani yako, si unaaga. Hata si tuliaga KKT, nilienda kule nikawaambia wachungaji, yani mimi ninaona ninachokisoma kwenye Biblia na nyie mnachofundisha viko viwili tofauti, na mimi nimewaambia kwamba mbadilike, lakini mmekataa kubadilika. Kwa hiyo basi mimi nifanye nini sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unawaambia kabisa, bwana, ninaona, kwa sababu maandiko yanasema watu wawili watakwendaje njia moja wasipopatana? Sasa hii ni mbinu itakao kusaidia mawazo ya utengano, mawazo ya kutokuambatana na nia iliyoko katika madhabahu, nia iliyoko katika kanisa, yasije akakushinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Nasikia niende kwenye pointi ya pili kwa sababu ina mahusiano fulani na hii pointi ya pili, udhaifu wa viungo vya mwili visikufanye ujikate katika huo mwili. Bwana asifiwe sana. Udhaifu ulioko katika viungo vya mwili usikufanye uondoe kiungo chako katika huo mwili. Utanielewa vizuri. Amina. Tusome katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 12. mpaka 27. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 24 mpaka 27. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 24 mpaka 27. Paulo anasema hivi: kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo kadhaa hapo tutakwenda kuyagusa. Anasema ya kwamba katika ule mstari wa 24, bali Mungu ameuunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hili somo ni ufahamu ambao utaingia ndani yako ili ukusaidie huo ufahamu, sababu kuna vita unavishinda kwa sababu ya ufahamu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita unavishinda si kwa sababu unakemea sana pepo. Unaweza ukasimama unasema tunakataa roho za utengano, tunakataa roho za mafarakano, lakini hauna ufahamu. Unajua Wayahudi waliambiwa wana juhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Ukipigana vita bila maarifa unapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukapata tu maarifa ukashangaa hauhitaji hata kunyanyua upanga, sababu watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kuna silaha za shetani zinaweza kukupiga kwa sababu tu una maarifa, na ukipata maarifa basi umekuwa huru kabisa kabisa. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema Mungu anakipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa.
Moja ya tekniki shetani anaowaseparate watu kwenye kanisa, anaseparate watumishi wa Mungu, anaseparate watendakazi wa Mungu, ni kwa sababu wa kuangalia udhaifu ulioko katika kiungo. Asijue kwamba Mungu, hicho kiungo ambacho kina udhaifu, Mungu anakiheshimu sana na anakipa heshima sana hicho kiungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichopungukiwa, kuna watu wanaachana na mchungaji kwa sababu wameangalia upungufu wake, wamemwasesi, wakamwona bwana, upungufu huu na huu na huu na huu, wasema basi mimi huyu siwezi ambatana. Upungufu unaozungumziwa hapa, kupungukiwa sio dhambi tu, lakini uwezo wakati mwingine wa kufanya vitu. Sababu hata Paulo hapa anazungumza habari ya mwili, ya kwamba hii mikono huwezi kutumia kunini? Kutembea. Kwani unaweza? Haina functionality yanayowezesha kutembea, si ndio? Huwezi tembea na kichwa. Kwaweza kuta mtu akamwangalia mtendakazi, akamwangalia mchungaji, akaona kuna karama hana ambayo yeye anaona yeye anayo, kwa sababu yule hana, anaona kwa sababu aopereti kwenye karama ile amepungukiwa hiyo karama, basi astahili kupewa heshima. Au anamwangalia mtendakazi mwenzake, si ndio? Haneni kwa lugha kama yeye anavyonena kwa lugha. Kwa hiyo anaona huyu hayuko rohoni sana. Haombi kwa bidii kama yeye anavyoomba kwa bidii. Anaona huyu bwana, huyu hatufai, huyu siwezi kuambatana naye kwenye kazi. Amen. Lakini ujue ya kwamba kiungo kilichopungukiwa Mungu anakiheshimu sana katika mwili. Hii imesema ni ufahamu utakao kusaidia mawazo ya shetani yanapokuja kutaka kupigana vita ya maambatano, uweze kuyashinda kwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema sasa, ili nini? Mungu alifanya hivi ili nini? Asema ili kusiwe na faraka katika mwili. Sababu shetani katika maambatano analeta faraka katika ndugu. Kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane. Vitunzane kiungo kwa nini? Kwa kiungo. Siwezi kuimba kama labda mtumishi fulani, lakini akiimba ananitunza moyo wangu katika eneo la kuworship. Siwezi kuhubiri kama mtumishi fulani, lakini anapohubiri, kuna wakati mimi nilikuwa naangalia watumishi nasema, hawa watu wana ujasiri wa kukemea dhambi, mimi sina huo ujasiri wa namna hiyo, na utamani niwe nao lakini kama si ndani yangu imewekwa namna hiyo. Tulikuwa tunazungumza siku moja na mtumishi mmoja, akasema katika kanisa lazima huduma zote 5 zifanye kazi, na kila huduma inakuwa kama tofauti fulani. Kuna mwingine ana ujasiri wa kukemea dhambi. Sasa wewe kwa kuwa huo una huo ujasiri, saa nyingine unamwangalia unasema, huyu jamaa mbona amezidisha sana huyu jamaa. Mimi mwenyewe, lakini wewe huwezi. Lakini kuna wakati mimi nikawa nimekaa nikasema, namshukuru Mungu ninaambatana na mtu mwenye huo ujasiri. Sasa mimi sina huo ujasiri. Mimi kama mimi ni mwalimu, mimi nitafundisha ufahamu, upate kufahamu vitu vya Mungu katika Biblia. Nitasema dhambi, lakini kuna watu wana ujasiri ambao mimi sina. So mimi nafurahi kwa sababu ninaambatana na watu wa namna hiyo. Kwa sababu pale ambapo wangetakiwa wakemee, wanyoshe, ambapo mimi siwezi, niko nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninasimama, ni sehemu ya mwili wangu, mimi ni kiungo katika mwili huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa vizuri. Sijui kama unanielewa vizuri. Mwingine ana karama ya maono, anaona, ana Roho Mtakatifu anatumia, anaona maono wazi wazi. Mimi nafurahi kwamba huyo mtu yupo. Maana kuna vitu shetani anataka kunipiga navyo, yule mtu tayari Mungu atakuwa amemtumia, na mimi nitakwenda kuokoka katika hivyo vitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unakuta shetani analeta faraka. Watu wanaoneana uwivu karama. Watu wanaona kwa sababu yule ana karama kama mimi, basi hafai.
watu wanatamani kwa huduma ya namna fulani, wanaona yule mtu hana, labda mchungaji hana, kwa hiyo anapata shida. Tambua ya kwamba kila kiungo, unapoona labda mtumishi fulani hana, ni wewe umepewa yumkini hicho kitu ili uweze kutumika katika kanisa, uweze kutumika katika mwili, ili mwili sasa ushikamane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sisi sote tungekuwa tunafanana, tunahubiri sawa. Kama wewe upendi ugali na sisi sote hatupendi ugali, itakuwaje sasa? Itafaa hiyo? Wewe unapenda kuvaa nguo za rangi nyekundu na sisi sote tunapenda hiyo. Tukia kanisani sitakuwa ajabu. Ushaonaga ile makanisa wanakuja na kanzu wote, wamekula kanzu wote. Unaliangalia wewe sema, mbona kama haiji hivi? Mbona kama haiji hivi? Kwamba wangefundishwa kwamba wavae nguo za heshima, lakini mchungaji labda amesimama akasema yani wote tufanane. Sio Biblia. Biblia inasema kwamba sisi tu viungo wenye capability tofauti. Mkono hauwezi kutembea kama miguu, ujapo nao una vidole vitano, 5 na 5, huku 5 na 5, lakini mguu una functionality. Sasa ukielewa hivyo, ukiona upungufu umetokea kwa mchungaji, umetokea kwa mtumishi wa Mungu, haugafiliki, unasema yumkini kama mimi naona upungufu, mimi ni ujalizilize huo upungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitumike kama kiungo ambacho hapa kama kuna pelea, mimi nijichomeke hapo. Maana yumkini uliitwa ili ujichomeke hapo, usaidie huo mwili uweze kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi fanana. Au unasema je, wote wananena kwa lugha? Wote ni wa mitume? Wote ni walimu? La hasha. Kila mmoja amepewa nafasi yake. Kwa ukiona mtumishi ana upungufu, ujue wewe jaza kwenye huo upungufu sasa. Kwa sababu mna nia moja. Ulikutana na huyo mtumishi kwa sababu kuna nia moja ya Injili. Kuna kazi moja ya Injili ambayo iliwakutanisha. Sasa wewe ona kama ni kiungo ili kuifanya hiyo kazi iwe bora zaidi. Kwa utumiki kama kumwangalia yeye na upungufu wake. Unatumika kwa sababu unajua nia na kusudi la mimi kukutana mahali hapa ni kwa sababu niweze kufanya wito ambao Mungu aliweka ndani yangu. Kwa hiyo wito wako ndio unaujaziliza pale ambapo unaona mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi nimesema ni tekniki. Vita hiyo ikija kwenye ufahamu wako, unaishinda tu kwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa kuambatana huongozana na upendo. Moyo wa kuambatana huongozana na upendo. Samueli wa kwanza mlango wa 18. Samueli wa kwanza mlango wa 18. Samueli wa kwanza mlango wa 18. Mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sawa? Roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Anasema Yonathani akampenda. Kwa maambatano kati ya Yonathani na Daudi yalipotokea yaliambatana na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ili kushinda hii vita, hujue ya kwamba amri yetu kuni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na upendo hauhesabu makosa. Upendo hutumaini yote, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu. Wandugu, tupendane. Kuna wakati mwingine anasema yumkini watu hawajasikiaga ili neno upendo sana. Umekaa na watu kaza wakaza, watumishi kaza wakaza. Una watumishi unamwambia mtumishi, unajua mimi nakupenda. Yaani anashangaa. Anasema jamani, mbona hili neno gumu sana? Upendo wa Kristo, watakatifu tupendane. Watumishi tupendane. Usihesabu mambo yako wewe mwenyewe. Usihesabu faida yako wewe mwenyewe.
Usione huduma yako wewe mwenyewe, usijione wewe mwenyewe. Pende jirani yako kama nafsi yako, otherwise hakutokuwezekana uambatano. Na kama tumesema, upendo hauhesabu mabaya, unaangalia nia, aliyetuunganisha ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kilichokuleta kwenye kanisa ni nini? Ni injili takatifu. Je, bado injili takatifu inahubiriwa? Upendo utakufanya uweze kuambatana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kweli, upendo wa Kristo, sio upendo wa kinafiki. Na upendo wa kweli, hata ndugu anapoteleza haumsemi pembeni, si unamfuata? Unamfuata. Upendo wa kweli, hata kama ni mchungaji amekosea, kwani unamsemea pembeni? Si unamfuata pale ofisini? Ambaye mchungaji, kwa kweli mimi sijaelewa kitu fulani, sijaelewa kitu fulani kwa kweli, au kuna kitu umefundisha pale mimi sijakielewa. Kwani atakukwambia bwana, ondoka zako hapa bwana, mimi mchungaji sijafurahishwa na kitu fulani. Nilikuwa nawatoleaga watu mfano habari ya hivi vitu. Nikamwambia niliingiaga kwenye gari, tulikuwa kipindi fulani nilikuwa naishi Mbagala. Hasa magari ya kule, watu waliokuwa wanaishi kule wanafahamu, yani ni mbinde, yani ukiingia yani kusukumana mpaka unaingia ni shida. Kwa siku moja nimeingia force, nimeingia nimesimama, nikashangaa mama mmoja yuko chini amekasirika. Watu wengine bwana, yani hawana ustaarabu bwana, yani watu tunakanyagana. Sasa yuko pembeni yangu hapa, nimeshikilia chuma ile hiyo. Sasa kuja kuangalia hivi bwana, nimemkanyaga ule mama yani vibaya sana. Hesabu zangu zote mimi nimekanyaga chuma ya siti. Ndio hesabu zangu nimeshikilia, nimekanyaga ile chuma. Nikamwambia ja mama, nisamee, mimi sikuwa najua. Mimi sikuwa najua kabisa jamani, nisamee tu. Haya bwana. Lakini siku ile ikatoka nikajua unaweza ukawa unafanya makosa alafu hujui. Yaani ukawa unawaumiza watu lakini wewe ufanye nini? Hujui. Wewe una nia njema, wewe kama umepanda zako pale umesimama tu, unataka kusafiri zako kwenye safari yako ufike nyumbani. Lakini ukakanyaga mtu. Yule mtu asiposema, wewe utajuaje? Kama ndugu amekukosea, unaweza kuta hajui kama amekukosea. Yeye anaona tuko vizuri tu tunaenda. Akikutazama wewe anajua tuna safari moja, kama mimi najua mama tuna safari moja. Kumbe mama amekwazika ndani ya moyo kwa sababu ya kosa nilolifanya mimi ambalo mimi sifanyi nini? Silijui. Sikuwa na nia kumkanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutana na watumishi wa Mungu wamefanya kitu, wewe unaona kosa, yeye haoni kwamba ni nini? Ni kosa. Yeye alikuwa na nia njema. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na nia njema, lakini labda yumkini namna ya kuwakilisha kile kitu wewe ukatazama vingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukatazama vingine. Asa ule mtazamo tofauti ukakufanya uanze kuwaza mambo mengi. Ukampa shetani nafasi ya shambulia akili zako. Kwa nini vile? Imekuwaje hivi? Kwa nini aniambie hivi? Kwa nini anifanyie hivi? Watumishi wa Mungu wanajuaga kuna wakati unasema vitu madhabahuni, Wakristo wanakufuata na kuambia, mbona ulikuwa unanisema wewe? Mbona ulikuwa unanisema wewe? Sasa wewe umepanda madhabahuni, una nia kumsema mtu. Wewe una nia, umepewa ujumbe na Mungu ufikishe, na wewe tena unamwomba Mungu nisaidie niseme vya kwako, tena nisiseme vya kwangu. Mtu anasema ulikuwa unamsema. Sasa kuna watu wakawa wanavyo, nikamwambia mama, tena ni mama siku moja, nikamwambia wewe ukiona mtumishi anakusema, wewe unatakiwa utubu. Yaani pale ni Mungu alikuwa anakuambia wewe. Wewe solution yake sio kuwaza, kufikiri kwa nini. Yomkini ni kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika habari ile niliyoisema, yumkini umekwazika, ufuate huyo mtumishi. Fuate huyo mtumishi. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa nasoma, tulikuwa tumefundishwa namna ya kusoma vizuri. Sasa mwalimu amefundisha vipindi karibia 2 vitatu. Sasa lakini wanafunzi wakipewa kusoma wanasoma vile vile, yani wanasoma vile vile. Mimi siku moja nikasimama nikasema, sasa nyie vipi?
mbona tumefundishwa hivi? Yaani watu bado mnasoma vile vile vibaya, yaani mnasoma ovyo. Nikatolea mfano mmoja. Nikamwambia fulani, yaani nakuangalia kila siku. Yaani cheki ulivyokuwa unasoma. Lakini mwalimu si alifundisha hivi na hivi na hivi. Nikamaliza pale bwana. Baada ya kile kipindi bwana, baada ile kusema bwana, watu wakanifuata. Bwana mimi sikufurahi bwana. Wewe mbona unanitolea mimi mfano bwana? Sasa unaona, mimi sikuwa na nia ya kumwaibisha yule mtu. Mimi nilikuwa na nia ya kwamba nitoe tu mfano wa namna usomaji mbaya ulivyo, alafu nionyeshe usomaji mzuri ulivyo. Basi yani ndio ilikuwa nia yangu. Basi alivyoniambia nikamwambia okay, mimi sikuwa na nia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia basi nisamee mimi. Nia yangu mimi lakini ufahamu ilikuwa ni hii hapa. Bwana asifiwe sana. Kosa nyingine unaweza ukaepuka haya mawazo kwa kumfuata huyo mtu ambaye unaona amekukwaza. Ukamwambia, mbona imekuwa hivi? Anaweza akakuelezea nia yake. Au kama kweli amekosea akakuomba na msamaha. Usimpe shetani nafasi katika mawazo yako. Maana huko ndo shetani anapitisha roho na vita ya kutokuambatana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Pointi nyingine, nimalize hapa pointi kama 2 tu tupate kumaliza hapa. Kuambatana uhusiana na kuwa tayari kubaki na mtu katika mapito yake yote. Bwana asifiwe. Kuambatana, moyo wa kuambatana hujumuisha na utayari wa kubaki na mtu katika mapito yake yote. Ruthu mlango wa 1 mstari wa 14. Katika kitabu cha Ruthu, au mnasemaga Ruti. Ruth. Ile u inanyamaziwa. Ruth. Aya. Ruth ni kabla kitabu gani watu wa Mungu? Kabla ya Waamuzi. Baada ya Waamuzi. Kabla ya Samueli. Ruthu au Ruth mlango wa 1. Labda nitaja kwa kipare hapa sasa. Mlango wa 1 mstari wa 14 mpaka wa 16. Mlango wa 1 mstari wa 14 mpaka wa 16. Maandiko yanasema, nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruth akaambatana naye. Naye akasema, tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruth akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unaona Ruth alikuwa anaambatana na mama mkwe wake. Na katika kuambatana alionyesha kwamba kuambatana kwake alikuwa anamaanisha nini? Ya kwamba kama atapitia mapito yoyote, yeye atakuwa tayari kwenda nani? Kwenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuambatana katika kazi ya Mungu, watu wa Mungu, watu wanapitia shida na matatizo. Roho ya kuambatana ni kuwa tayari katika matatizo na shida. Sio shida na matatizo zikija, wewe unanyanyuka unasema basi acha nikimbie. Bwana Yesu atusaidie sana. Inahitaji ya kwamba kanisa mfano likiingia kwenye changamoto, mtendakazi mwenzako akiingia katika changamoto, kwenye ule mstari kwenye Wakorintho alisema kiungo kimoja kikiumwa na mwili mzima unafanya nini? Unaumwa. Ndugu yako mtendakazi mwenzako anaumwa, huwezi kurelax kama unaambatana naye. Bwana Yesu tusaidie sana. Na umwambie tu pole. Mambo imeisha. Wewe kiungo chako kikiumwa unakipa tu pole. Si unakitafutia dozi. Miguu ina support kwenda kutafuta dozi ya kichwa kinachouma. Mikono ina support ili kuchukua dawa kunywa.
lakini ni kichwa kinachouma. Bwana Yesu asifiwe. Watendakazi wanapokuwa na shida, hapo ndipo upendo. Kanisa limekosa upendo kweli. Na nyinyi mkitazama, mimi sijui kama mnatazama kama mimi, hatuna ule upendo. Kanisa, tushikamane, tupendane. Na maandiko yanasema hivi, tusiwe na upendo wa kinafiki. Kuna upendo wa kinafiki. Upendo ni matendo. Upendo ni actions. Na upendo wa kimungu sio paka wewe utendewe wema. Upendo wa kimungu unamuombea adui yako, unambariki akulaanie. Si ndio upendo wa Mungu? Si ndio maana yake jamani? Adui yako unamnywesha maji na unamlisha chakula, ndio upendo wa Mungu. Hasa shetani anatumiaga tekniki ya kwamba ni kwa sababu tu itilafiana kidogo tu basi. Yani watu basi tena yani. Watu wanakimbia mpaka wanakimbia na kanisa. Vitilafu vidogo, akati ni Kristo aliyotuunganisha. Upendo unakuwa tayari kupita na huyo mtu unayeambatana naye, kuambatana. Uko tayari kuambatana naye kwenye shida na raha. Si ndio wale waliooa na kuolewa wanafahamu hiyo? Na kwamba ndio tutashikamana hivyo hivyo. Kwamba akipata ajali huyo mke wako uliyemuona ni mzuri sana, akawa amekatika hapa hivi. Kwa hiyo sasa unatafuta plan B. Anaweza kapona amepata ajali, ngozi ikararuka yote hii, au ikaungua yote hii, yani moto ukapita hapa, ile mafuta yakaunguza hapa hivi. Hujaonaga? Mimi nishaonaga watu wamepata ajali ya pikipiki, yani ile pikipiki hii taya hii ilichanika haka, yani imening'inia hapa hivi chini hapa. Muulizo akina Mesha kipale wanaingiaga zile wodi zile nzito nzito kule. Hazifai, yani ukiingia kama unaumwa malaria anapona hapo. Yani unapona hapo, unasema mimi si mgonjwa kabisa. Sababu watu unakuta wameshikilia hivi, yani wakula kwa mrija. Wamefungwa POP mwili mzima. Mguu uko juu huku, mwingine umetundikwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakimbia sababu yuko hivi? Hasha. Kwa hiyo kuambatana ni kwenye mapito yote. Katika Kristo tunapita katika yote. Labda yule ambaye hatataka kufuata ya Kristo na neno la Mungu. Si ndio? Ndivyo maandiko yanavyosema. Ya kwamba huyu bwana tunamuonya, tunamkemea, hataki kuelewa, analeta uzushi, anafundisha uongo. Hapo kweli tunamwendea mara ya kwanza anakataa, tunamwendea na mtu wa pili anakataa, tunapeleka kwenye kanisa anakataa, tunamhesabu kama mtoza ushuru. Lakini hivi vitu vingine vinavyokanyika, vinavyoelezana, tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimalizie na kitu kimoja, alafu tupate kuomba. Na hichi kitu ni kukemewa na Bwana. Kukemewa na Bwana, ukienda kinyume na unayeambatana naye, ikiwa hakuna ubaya aliyokutendea. Narudia tena, kukemewa na Bwana. Ukienda kinyume, aweka kwenye mabano ukamwasi unayeambatana naye, alafu ikiwa hakuna ubaya aliyokutendea wewe, kuna kukemewa na nani? Na Bwana. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Nyakati wa kwanza mlango wa 12. Nyakati wa kwanza, tusome ile andiko alafu tupate kuomba. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 16 mpaka ule wa 18. Nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 16 mpaka wa 18. Fungua sehemu sio 16 mpaka 18. Maandiko yanasema, tena wakafika ngomeni kwa Daudi baadhi ya wana wa Benyamini na Yuda. Naye Daudi akatoka ili kuwalaki, akajibu akawaambia. Sikiza kwa makini alichowaambia. Kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia, basi moyo wangu utaambatana nanyi. Lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu,
kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu, Mungu wa baba zetu na alitazame neno hili na kulikemea. Ndipo roho ikamjilia Abishai, mkuu wa wale 30, naye akasema, sisi tu watu wako, e Daudi, na wa upande wako, e mwana wa Yese, amani na amani iwe kwako na amani iwe kwao wakusaidiao, maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha, akawaweka wawe maakida wa kile kikosi. Sikize kwa makini sana hapa. Hapa Daudi alikuwa anaenda katika kupanga kikosi chake. Alikuwa anatengeneza watendakazi wake, na hawa watu walikuwa wamemjia kambini, ngomeni, wanataka nao wajisajili kwenye kile kikosi. Daudi akasema maneno haya, kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia, moyo wangu utaambatana na nani? Na ninyi. Lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu, kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu, Mungu wa baba zetu na atalitazama neno hilo na atawafanya nini? Atawakemea. Unapoambatana na mtu, unapoambatana na mtendakazi, unapoambatana na mchungaji, ukienda kwa nia ya kufanya kazi pamoja naye, ya kufanya kazi pamoja na mtumishi mwenzako, mioyo yenu itaambatana. Mioyo yenu itafanya nini? Itaambatana. Kama lile kusudi la Kristo lilokuwa limewekwa ndani yako na yeye yupo liko ndani lile kusudi, mtaambatana. Kama sivyo, hamtuweza ambatana. Sawa? Hamtuweza kuambatana. Lakini heri ya kwamba ni Mungu awe amewakosanisha, amewaseparate. Yumkini mfanye, kwa sababu hata Paulo aliseparate na Marko, akaenda hivi na Marko akaenda hivi, lakini si kwa ugomvi, lakini kwamba Paulo mwenyewe aliona kwamba Marko wakiwa wameenda vitani, Marko aliwaacha. Wasomaji wa Biblia wanafahamu hiyo kwenye Matendo ya Mitume. Nafahamu hiyo kitu Wengine hawajawahi somaga hiyo habari. Paulo mwanzoni alikuwa anasafiri na Barnaba, alikuwa anasafiri na Marko. Sawa? Marko alikuwa ni mtendakazi anayewasaidia kazi akina Paulo na Barnaba. Wakaenda katika safari ya kwanza ya Paulo, kusoma Matendo ya Mitume. Wakafika wakazunguka kwenye miji. Maandiko yanasema walifika kwenye miji mmoja, sijui ni unaitwaje, ni Ikonio nafikiri au Antiokia. Yule Marko akawaacha akarudi Yerusalemu. Kina Paulo kule wamepiga kazi, wakakutana na vita, wakashinda na nini, wakarudi Yerusalemu. Wamerudi Yerusalemu, wameongea pale, sasa wanataka kwenda safari ya pili. Kukatokea upishano. Paulo akamwambia Marko kwamba mimi siwezi kwenda nawe kwa sababu ulituacha. Si tukiwa vitani, wewe ulituacha. Kwa wakapishana. Barnaba akaamua abaki na Marko. Paulo ndo akashikanana na Sila, wakaenda kwenye safari ya pili ya uinjilisti. Kwa kuna mambo kama hayo, na kutokana na kwamba mtu akiona uambatani naye, haupitani naye, kama hivi nilivyosema ya kwamba haumwachi kwenye shida, yaani kwamba kwenye shida bado uko naye. Kwani si ndio hivyo? Hata duniani wanasema rafiki wa kweli ni kwenye shida na raha. Tena rafiki wa kweli tutamjua wakati wa shida, si ndivyo tunasema? Sasa watu watakupima ya kwamba mambo yakitokea, shida zikitokea, wewe unakuaga solutioni au wewe unakuwa ni mtu wa kulaumu na kunyoosha kidole kwamba hili tatizo lipo kwa sababu ya mtu fulani, au wewe unafanya liwezekanalo kwa kadiri uwezavyo ili hayo matatizo yapate suluhisho. Tatizo likitokea kanisani, tatizo likitokea kwa ndugu yako au mtumishi mwenzako, wewe unakuwa part of solution au unakuwa sehemu ya unashangaa tu, au ndio ile unasema tu pole, hautoi hata ushauri. Sasa ukiwa namna hiyo, roho ya kuambatana inapataga shida. Sababu yule mtu anaona huyu mtu kama alitokea hivi akawa hivi,
niliumwa hata hakunipigia simu. Hata kusema mtumishi wa Mungu niombe na wewe. Sina fedha wala dhahabu, lakini hilo nalo ndilo nikupano. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Anaona huyu mtu huyu. Nikifanikiwa hata aniambia aisee, hongera bwana, umefanya vizuri. Watu wanaangalia, si wanaangalia kwani jamani, hata ufahamu si unawapa jamani. Unaona hapa huyu siko naye. Yaani huyu niko naye kimwili, lakini moyo wake haupo na mimi. Pima hayo mambo katika moyo wako. Usikute hiyo roho au hiyo vita nawe imekupata katika utumishi. Katika utumishi uko na watumishi wenzako kimwili, lakini moyo haupo hapo. Moyo uko mbali. Kwa naongea na mtu mmoja kwenye simu, naambia alikuwa anamsaidia, alikuwa ananipigia nimshauri vitu fulani. Nikamwambia vipi, wewe unasali wapi? Ananiambia niko kwa pastor fulani. Kaambia na fungu la 10 unalituma huko? Hapana, fungu la 10 namtumia pastor fulani. Wewe sasa, wewe unamsikilizaje pastor fulani alafu fungu la 10 unalipeleka kwa pastor fulani? Na unaabudu wapi? Naabudu kwa pastor mwingine fulani. Naambia kwa wewe unafika hapo kanisani unaabudu, alafu unatoka utoi fungu la 10 hapo. Unaenda kumtumia fungu la 10 pastor mwingine kule. Kwa pale umefika kimwili. Roho yako haiko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata saa nyingine prayer points zinatolewa, hauzishi. Ukiona prayer points zinatolewa kanisani, hii ni ishara moja hapo. Sijui Mungu kwa nini atoe hili somo. Unaona prayer points zinatolewa, halafu huna muda wa kuziombea, lakini unaomba. Sawa? Lakini unaomba. Si kwamba uombi. Ukiwa umepigwa kabisa uombi kabisa, hiyo ni vita vingine, kwamba wewe umepigwa vita maombi. Lakini kuomba unaomba, prayer points zipo, lakini uziombeaji. Angalia moyo wako ulipo. Manake kuna vita kimaambatano. Kuna vita kimaambatano. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hapa angalia mwisho wa hili neno. Daudi anasema, kama mmekuja kunisaliti, anasema, tumalizie hapo tupate kuomba. Anasema lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu. Kumsaliti mtumishi mwenzako kwa adui yako ni nini? Ni kwamba huangalii nia ya Mungu iliyo katika yule mtu, bali nia ya adui. Ushaona katika utumishi mtu anaanguka, au mtumishi anaanguka, au mchungaji anateleza, halafu wewe uumii. Yaani uteseki. Yaani mwenzako ameingia katika dhambi, ameanguka katika uzinzi, wewe huumii. Yaani wewe unacheka. Ile story ikija unacheka. Angalia sana, ulikuwa unaambatana na huyo mtu kivipi? Ile Zaburi inayosema usifurahi ndugu yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitasimama tena. Si ndio wimbo unaosema hivyo? Lakini mtumishi anaanguka, inakuwa tu manunguniko, yani watumishi wengine, yani hivi. Maambatano hamna. Moyo wako hukuambatana. Hasa kama yuko ndo kumsaliti, kwa sababu shetani ndo yuko hivyo. Shetani huyo hapa akianguka, si ndo akileta hizo story anazileta kwa jicho. Anasema shetani ndo yuko hivyo, yani yuko hivyo, hiyo ni fact. Yani mtumishi wa Mungu ukianguka, shetani anafurahi. Si kwamba nimekuambia uanguke, nimesema tu fact iko hivyo. Wanakutanika mapepo pale, wanasema yani huyu alinject, anaomba huyu. Alikuwa amefunga siku 40 huyu. Cheki tumempiga ngwara, ameanguka. Mungu, si ndio ulikuwa unajigamba kwa huyu? Cheki sasa, hamna chochote. Angalia, unamwona mtumishi ameanguka. Unapozungumza na watumishi wenzako, ukiona unazungumza kwa lugha ambayo si ya kuhuzunika, yani unazungumza ukisema amepotea wapi? Tufanye nini tumsaidie? Mimi nitaweza kufanya nini? Tumuombeeje? Possibly moyo wako ulikuwa hujaambatana na huyo mtu vizuri. Unaweza ukasema ulikuwa unaambatana naye, lakini ulikuwa unakuja kimwili hivi. Roho yako ilikuwa sehemu nyingine. Yumkini ulianzaga mwanzoni vizuri, lakini hapo katikati yumkini ufahamu ulikuwa hauna.
ukashangaa umeanza kuwaza vibaya. Hasa maandiko yanayosema hatari ni kwamba Daudi anasema ya kwamba kama alikuwa hana udhalimu, basi Bwana ataliangalia hilo jambo na atakukemea. Watu wanafikiria kumsengenya mchungaji tu ndio yaleta laana. Sikiza, hata sisi watu watumishi wa Mungu si wapakwa mafuta wa Mungu, si makuhani sawa sawa na Agano Jipya, si ndio? Usifikiri mchungaji tu. Kimsengenya mtu yoyote ambaye anatumika kwa Mungu, angalia sana, Bwana ataliangalia hilo. Maana angukapo mara 6 mara ya 7 Bwana atamuinua. Na Paulo anasema wewe ni nani umhukumuye mtumwa wa mwenzako? Mtumwa wa bwana wake. Kwa bwana wake atasimama na atafanya nini? Ataanguka na atafanya nini? Atasimama. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninaomba tutaingia katika maombi. Hili somo sijui limekugusa katika eneo gani, lakini somo lilikuwa lahusiana na vita ya maambatano. Maambatano na madhabahu. Kuna wakati tulikuwa tunaombaga hapa, nawaambia watumishi jidhabihu. Kama uliamua kuja kutumika kwenye hii madhabahu, ulikubali, kwani ulifungwa? Uliambiwa njoo. Na kama uliambiwa njoo, ulilazimishwa? Haukulazimishwa. Ulisema nitakuja pale nitatumika. Nakumbukaga hapa wanakujaga wala, na mimi tangu leo nitakuwa pamoja nanyi. Unajua ndo ahadi hizo tunatoa, nitakuwa pamoja nanyi. Ulijiambatanisha, unatoa sadaka yako hapa. Lazima uambatane na moyo na mission iliyopo katika eneo hili Mungu aliyoiweka, na upite katika hivi vipengele kwa kadiri Mungu atakavyokusaidia. Kama utasahau somo hili tutaliweka, upite katika hivi vipengele ili uweze kushinda hiyo vita, na tumshinde shetani, asitutenganishe, asituweke umimi, tusiwe na nia zetu wenyewe, tuwe na nia ya Kristo katika Injili. Bwana asifiwe sana. Twende mbele za Mungu tukaombe toba pale ambapo hatukuwa na huu moyo wa kuambatana. Tulipoangalia udhaifu wa mtumishi mwenzetu tukamsema vibaya, hatukumwombea, hatukuugua kiungo kimoja kilipoumwa, hatukuugua, hatukuonyesha chochote, tulikiacha tu. Hao wakati tunakiombea hicho kiungo, hatukikiombea kwa moyo. Bwana Yesu atusaidie sana.